Haya ni mafuta ya kutengeneza krisma takatifu. Haya ni mafuta ya wagonjwa. Haya ni mafuta ya katekumeni. Ee Mungu uliye Baba mfariji, umependa kuwaponya wagonjwa kwa njia ya mwanao. Tunaomba usikie kwa wema sala yetu sisi tunaokuamini. Upeleke Roho Mtakatifu mfariji kutoka mbinguni, ashuke katika maisha haya, mpaka atoke katika mti mbichi na wanufaishe wanadamu milele. Na baraka yako washukie wote watakaopakwa mafuta haya, ili waondolee maumivu yote, maradhi na magonjwa yote, na wakinge mwilini, akilini na rohoni mwao. Basi Bwana, uyabariki kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo mafuta yako haya matakatifu kwa matumizi yetu, anayeishi na kutawala nawe milele na milele. Yanafuata kubarikiwa mafuta ya wakatekumeni. Mungu uliye nguvu na kinga yetu sisi taifa lako, umefanya mafuta kuwa ishara ya nguvu. Tunakuomba uyabariki mafuta haya na kuwapa nguvu wakatekumeni watakaopakwa nayo, nao wakishapokea hekima na nguvu zako waweze kuifahamu zaidi Injili ya Kristo wako, na kwa moyo mkuu waanze maisha magumu ya Kikristo, na baada ya wao kuwa watoto wako wafurahi kwamba wamezaliwa upya na kwamba wanaishi katika kanisa lako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Linafuata tendo la kuweka wakfu krisma, ambapo kwanza Mhashamu Baba Askofu atachanganya manukato pamoja na mafuta ya kutengeneza krisma, na baada ya hapo, baada ya kuchanganya, ndio itafuata sasa sala ya kuweka wakfu krisma, na maelezo yake yatafuata baada ya tendo la kuchanganya kumalizika.
Baba Askofu sasa atasali sala ya kuweka wakfu Krisma, na kuna mahali atakapofika mapadri mtapewa ishara ya kunyosha mkono wa kulia mkishiriki katika tendo hili la kuweka wakfu Krisma. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Ee Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu wa mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza Krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matendo yake wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohane ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa. Na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Mapadri, karibuni, nyosheni mikono. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunakuomba uyabariki, kuyatakasa mafuta haya uliyoumba, uyajaze ya Roho Mtakatifu kwa utu wako. Maana Krisma imepata jina hilo kutoka takatifu. Nawe uliopaka Krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako, ulifanya Krisma hii iwe ishara ya uzima wa wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako utukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya Krisma, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutoharibika. Uifanye Krisma hii iwaletee wokovu hawa watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.